Kwa majina naitwa Devi. Ni mzaliwa wa mkoa wa Mbeya, lakini pia nilikuja Dar es Salaam kutafuta maisha. Unajua, wakati nakuja hapa nilikuwa nimeambiwa sifa nzuri la jiji la Dar es Salaam, hasa kuhusu mafanikio ya watu wengi. Niliambiwa kwamba ukifika hapa ni rahisi sana kufanikiwa kwa sababu pesa ziko nyingi. Nikaambiwa kuna mzunguko wa biashara. Kila kitu nilikuwa nahisi ni rahisi mpaka pale ambapo nilifunga safari ya kutoka Mbeya na kuja mpaka Dar es Salaam. Na nakumbuka wakati nakuja katika huu mkoa nilikuwa nina pesa yangu ambayo nilipanga kabisa kwamba nakuja kufanya biashara. Kiukweli mambo yalikwenda tofauti kabisa na matarajio yangu, kwa sababu baada ya kufika na kufungua biashara mara ya kwanza ilikuwa ikienda vizuri, lakini kadri nilivyozidi kufanya ndivyo nilianza kuona vitu vya ajabu pale kazini. Kwanza kabisa, wateja walipokuwa wakifika pale dukani kwangu walikuwa wakilalamika kwamba wanasikia harufu mbaya. Nilijaribu kuuliza kuhusu hilo, ikiwa mimi nilikuwa nahakikisha nafanya usafi. Yaani swala la usafi nilikuwa nikizingatia sana, lakini wao waliendelea kulalamika. Sasa ilifikia mahali hata wateja walikuwa hawaji tena, na hiyo ikanifanya nianze kupata hasara. Nilijaribu kuuliza kwa watu wa karibu, sikuwahi kupata majibu, mpaka siku moja ambayo kuna mzee alikuja dukani kwangu. Unajua, mimi nilikuwa nikiuza nguo, zilikuwa ni jinsi za kiume pamoja na za kike. Kwa hiyo sasa huyu baba alikuwa ni mbaba wa maana tu, tena alifika pale ofisini akiwa na gari yake, na baada ya kushuka alipiga hatua za haraka na kuingia mpaka dukani kwangu. Lakini alipofika tu alibadilisha sura yake. Nilimtazama kwa makini. Sikushtuka kwa sababu kesi ya duka langu kunuka ni kesi ambayo hata nimekuwa nikipatiwa na watu wengi tofauti. Kwa hiyo nilijua hata yeye pengine alikuwa amesikia hiyo harufu ambayo mimi sijawahi kuisikia hata siku moja. Habari yako kijana? Nzuri tu mzee wangu, karibu. Asante. Unajua, wakati napita kule nje nimeona jinsi zako nikatokea kuzipenda sana. Zimenivutia, hongera kwa hilo, alisema ule mzee. Asante sana mzee wangu, nashukuru sana, lakini pia karibu, nilimwambia ule mzee ambaye alikuwa akiendelea kukagua tu pale dukani. Na mara baada ya kuzungusha macho yake aligeuka sasa na kunitazama. Alikuwa akinitazama kwa makini. Samahani kijana, wewe ni mgeni kwenye haya maeneo? Ndiyo mzee wangu, nina kama miezi 6 tu kuanzia nije hapa. Oh, naona, alisema ule mzee huko sasa akiendelea kutazama huku na kule. Kisha alinitazama tena. Hivi unajua kama ile duka lako linatoa harufu mbaya sana? Aliniuliza ule mzee tena huku akinitazama kwa macho yenye umakini mkubwa. Na mimi nilijifanya kushtuka. Yaani nilijifanya kama vile sielewi chochote. Aliyakuwa nilikuwa nikijua kabisa kitu ambacho kilikuwa kikiendelea pale. Bila shaka itakuwa ufahamu, lakini hii biashara yako inanuka sana. Kilichonifanya mimi niendelee kuwa hapa mpaka muda huu ni kwa sababu naelewa maisha, na nimejua kabisa kwamba hizi ni fitna. Unajua kijana, hakuna sehemu ina changamoto kama sehemu ya biashara. Yaani sehemu yote ambayo inakupatia riziki lazima changamoto ziwe nyingi. Lazima ukutane na vitu kama hivi. Lazima watokee watu wengi ambao watakujaribu kwa namna yoyote ile. Kuna ambao watajaribu kukukatisha tamaa kwa maneno, lakini kuna ambao wataenda mbali zaidi na kuamua kufanya vitendo. Sasa bila kuzunguka sana, naomba tu nikwambie ukweli, utakuwa umechezewa. Namaanisha kwamba biashara yako imechezewa. Hii sio hali ya kawaida kabisa, aliendelea kusema ule mzee. Sasa hapo na mimi ndo nilianza kupata akili. Nikapata wazo kwamba kweli huenda ile haikuwa hali ya kawaida kabisa. Nilimtazama ule mzee. Tafadhali mzee wangu, ninakuomba kama una chochote unaweza kufanya, naomba unisaidie, nilimwambia ule mzee.
Alishusha pumzi ndefu kisha akanitazama kwa muda. Unaitwa nani vile? Naitwa Devi mzee wangu. Oh, Devi. Sasa sikia Devi, tatizo lako ni dogo sana endapo utaamua kuwa utakuwa tayari mimi kukusaidia. Lakini natakiwa uwe tayari, alisema ule mzee. Hapo sasa nilikuwa nimesimama, nikakaa kwa makini zaidi. Niambie mzee wangu, mimi niko tayari kwa kila kitu. Usichokijua mzee, mimi nimekuja hapa kutafuta maisha. Na sitopenda nirudi Mbeya nikiwa sijakamilisha kabisa lengo langu, nilimwambia ule mzee ambaye alitabasamu kidogo. Sasa sikia, hii ni business card yangu, utanitafuta, alisema hivyo ule mzee, huku akiwa ananikabidhi business card yake pale. Yaani kadi ambayo ilikuwa ina namba. Nilipokea ile kadi huku nikimshukuru sana. Nipatie jinsi 3 saizi yangu. Namaanisha navaa namba 45, alisema ule mzee. Basi nilisogea haraka haraka pale, nikamchagulia nguo alizokuwa anazihitaji. Kisha nikamfungia kwenye mfuko. Sasa yule mzee alinikabidhi pesa, akageuka na kuondoka kabisa. Nilikuwa nikimtazama yule mzee mpaka anapoingia kwenye gari. Basi aliwasha gari lake na kuondoka. Na mimi nilikuwa nikiitazama ile business card mara mbili. Sasa nilichukua zile namba, nikaziingiza kwenye simu yangu na kuzisave kabisa. Nilikuwa nimezisave, nikijahidi kabisa kwamba nitamtafuta. Siku hiyo ilipita na zilipita kama siku 2 hivi. Baada ya siku 2 sasa, siku moja nikiwa pale dukani, ndipo nilipomkumbuka yule mzee, kwa sababu hapa nilipofikia hata kuuza ilikuwa ni bahati tu. Wateja walikuwa wataki kabisa kuingia dukani kwangu. Yaani kiufupi biashara ilikuwa mbaya mno. Na ilizidi kuwa mbaya siku baada ya siku. Nilichukua simu yangu na kumpigia yule mzee. Mara ya kwanza iliita bila kupokelewa. Sikukata tamaa, nilijaribu tena mara kama 3 hivi. Na mwisho kabisa ile simu ilipokelewa. Halo. Shikamoo mzee wangu. Marhaba, alitikia yule mzee upande wa pili wa simu. Samahani mzee, mimi ni Devi, nilimwambia yule mzee, lakini kabla sijamaliza alidakia kauli yangu. Nimeshakufahamu. Niliona kimya, nikadhani kwamba hautonitafuta tena. Hapana mzee, nilikuwa na mpango wa kukutafuta, na ndo nimefanya hivi mzee wangu. Basi kweli umenidhihirisha kwamba unahitaji msaada. Sasa sikia, unaweza ukaja maeneo ya Manzese siku ya kesho? Aliniuliza yule mzee. Manzese mzee wangu? Ndiyo. Sawa, mimi niko tayari. Nije saa ngapi? Utakuja mida ya saa 10 hivi, ili tuzungumze kuhusu safari, kwa sababu hiyo sehemu ambayo nahitaji kukupeleka ni mbali. Namaanisha kwamba ni mkoa nje, sio mbali sana, lakini ni lazima tusafiri. Ndio maana nataka uje nikupatie utaratibu wote kuhusu safari. Ama hauko tayari? Hapana mzee wangu, mimi niko tayari kwa kila kitu, na kesho saa 10 nitakuwa hapo. Sawa, utanipigia simu baada ya kufika hapa, alisema ule mzee. Basi nilimshukuru tu na akawa amekata simu. Baada ya kukata simu nilishusha pumzi ndefu. Nikalitazama duka langu kwa huruma sana, lilivyokuwa limejaa mizigo. Na maanisha kwamba nguo zilikuwa ni nyingi, lakini hakukuwa na mteja ambaye anakuja kununua. Yaani ndani ya wiki unaweza kupata wateja 3 au 4. Hali ambayo mwanzo haikuwepo kabisa. Basi siku hiyo nilifunga duka mapema, nikaenda mpaka nyumbani. Lakini kesho yake pia sikufungua biashara. Nilikaa nyumbani tu mpaka ulipofika muda wa saa 9. Hapo sasa nilielekea mpaka kwenye kituo cha daladala. Nikachukua daladala ambayo ingenipeleka mpaka Manzese. Baada ya dakika kadhaa tu nilikuwa nimefika. Na baada ya kufika sasa nilichukua simu yangu na kumpigia ule mzee. Simu iliita kidogo tu na ikawa imepokelewa. Halo, nilisema huku nikisikiliza upande wa pili wa simu. Bila shaka utakuwa umefika,
Ndiyo mzee wangu. Umesimama wapi? Nimesimama hapa kituoni mzee wangu. Naona kuna duka kubwa hapa la nguo. Oh, basi. Nimeshapafahamu. Nafika hapo muda sio mrefu, alisema ule mzee kisha akakata simu. Hazikupita dakika nyingi sana. Yule mzee alifika tena akiwa na gari yake. Na gari yake mimi nilikuwa nikikumbuka vyema. Kwa hiyo baada ya kupaki tu pale, alishusha kioo. Na mimi sasa nikapiga hatua na kumsogelea. Yule mzee alitabasamu baada ya kuniona na akanipatia ishara kwamba niingie kwenye gari. Basi nilizunguka upande wa pili nikaingia mpaka kwenye gari. Naambia Devi, habari za masiku? Nzuri tu mzee wangu. Kiukweli yale maneno ulioniambia yameniingia sana mzee, na mimi nahitaji sana msaada wako, nilimwambia ule mzee ambaye alikaa kimya kitafakari kwa muda, kisha akanitazama. Unajua Devi, kila kitu kwenye hii dunia kinawezekana, lakini kila kitu kwenye hii dunia kina gharama yake. Yaani lazima ulipie. Haijalishi ni malipo makubwa au madogo, lazima kuwe na malipo, alisema yule mzee. Mzee wangu, mimi niko tayari kwa kila kitu. Yaani chochote ambacho utaniambia kufanya, mimi niko tayari. Usichojua mzee, mimi nimetokea Mbeya. Nimekuja Dar es Salaam kutafuta maisha. Na sikuja kushangaa majumba wala magorofa. Nimekuja kupambana ili siku moja nikirudi kwetu wazazi wangu wajivunie mimi, nilimwambia ule mzee. Lakini alisikitika kwanza. Alisikitika huku akitazama mbele. Binadamu ni wabaya sana. Hivi wanawezaje kumharibia kijana mwenye ndoto kama za kwako? Tena kijana mwenye juhudi, mwenye uthubutu, alisema ule mzee. Nilikuwa kimya tu. Sasa sikia, mimi kuna mzee ambaye amekuwa akinisaidia mambo yangu mengi tu, na huyo mzee anapatikana Tanga, Handeni huko. Kama utakuwa tayari, naweza nikakupeleka mpaka huko, na yeye anaweza kabisa kukusaidia tatizo lako, alisema ule mzee. Nilikaa kimya nikitafakari, lakini nilikuwa nikijiuliza kitu kwenye kichwa changu. Huyo mzee ni mganga au ni nani? Ila nilikuwa kimya, na wakati naendelea kuwaza, yule mzee aliendelea kusema, usichojua kijana, unapoamua kufanya biashara ni aidha uwe na mambo mawili. La kwanza, uwe na Mungu au uwe na mganga wa uhakika. Hakuna mtu anayefanya biashara kizembe kama wewe, na ndio maana wenzako pia wana uwezo wa kukufanya chochote kile. Yaani wanakuchezea tu vile wanavyotaka. Kwa hiyo inabidi uchague upande mmoja. Naomba nikuulize, wewe ni mtu wa Mungu? Aliniuliza yule mzee. Kiukweli ilikuwa ni swali gumu, kwa sababu mimi mara ya mwisho kwenda kanisani nadhani ni nikiwa kidato cha 4. Sikuwahi kwenda kanisani tena mpaka hapa nilipofikia. Kusema kweli mzee, mimi kanisani sijaenda muda mrefu sana. Yaani kiufupi hata maombi tu wasiombi. Simwabudu Mungu kabisa, licha kwamba ninamwamini kwamba yupo, na ninaiamini dini yangu pia. Sikiliza Devi, kuamini dini tu haitoshi. Unatakiwa uwe karibu na Mungu, umwombe msaada mara kwa mara, na uombe ulinzi kwake. Sasa ikiwa imani yako ni ndogo, lazima utazame upande wa pili. Ndio maana mimi nikakuuliza kama utakuwa tayari nikupeleke Tanga. Mimi niko tayari mzee wangu, niko tayari kabisa, nilimwambia ule mzee. Sawa, vizuri. Sasa kesho saa 12 utakuja mpaka hapa, na ukishafika hapo utanikuta. Tuanze safari ya kuelekea mpaka Tanga. Umenielewa? Sawa mzee wangu, nimekuelewa. Lakini nilikuwa nauliza kuhusu nini? Namaanisha malipo au gharama zinakuaje? Usijali kuhusu hilo. Kwa mara ya kwanza tunavyoenda nitakulipia kila kitu. Namaanisha kwamba gharama zote zitakuwa juu yangu. Labda kwa huko mbeleni
alisema ule mzee. Basi nilimshukuru sana, na nikamwambia kwamba sina cha kumlipa, ila Mungu ndo atakayemlipa. Aliniambia kwamba nisimshukuru kwanza kabla sijafanikiwa. Baada ya kutoka safari ya Handeni ndo niweze kumshukuru. Lakini pia akaniambia ameamua tu kunisaidia nikiwa kama kijana ambaye najipambania, kijana ambaye nina malengo ya maisha. Basi nilimwaga yule mzee na nikawa nimeshuka pale kwenye gari yake. Nilianza safari ya kuelekea nyumbani kwangu sasa. Yaani nilielekea kituo cha daladala. Nikapanda daladala ambayo ilinipeleka mpaka kwangu. Baada ya kufika sasa nilikuwa na shauku kubwa sana. Nilikuwa na shauku kwamba kesho ifike ili niweze kwenda kuonana na ule mzee. Tufanye safari yetu kuelekea Tanga. Usiku wa Handeni haukawii kukucha. Lakini pia usiku wa safari haukawii kukucha vile vile. Licha ya kwamba nililala mapema, lakini niliona kumekucha mapema pia. Niliamka nikajiandaa haraka. Kisha nikatoka pale sasa. Nilielekea mpaka pale ambako yule mzee aliniambia nifike. Na licha ya kwamba nilikuwa nimewahi, yani saa 12 kasoro, lakini nilimkuta yule mzee ameshafika. Alikuwa yuko ndani ya gari yake akinisubiri. Niliingia ndani ya gari nikawa nimemsalimia. Alinipongeza sana kwa kuwahi kufika. Na hapo sasa safari ilianza. Na safari ilikuwa ni kuelekea mkoani Tanga, maeneo ya Handeni. Ilikuwa ni safari ambayo ilichukua masaa kadhaa, lakini hatimaye tulifika. Tulifika mpaka kwenye kijiji kimoja hivi. Tukafika mpaka kwenye nyumba moja. Ilikuwa ni nyumba ya msonge. Baada tu ya kufika pale, alitoka kijana mmoja alikopo amevalia kaniki nyeusi na kipande alikopo amejifunga kichwani. Kifua chake kilikuwa wazi. Yule kijana alitabasamu baada ya kumuona yule mzee. "Oh, Mzee Rashidi, karibu sana." "Asante. Babu nimemkuta?" "Ndiyo, yupo. Na alisema kwamba leo utafika." Alisema yule kijana. Basi hapo yule Mzee Rashidi alianza kuangua kicheko. "Babu bwana, sasa alijuaje kama mimi nafika? Unajua yule ashindwe chochote. Na asilimia kubwa wageni wanaofika hapa tayari anakuwa ameshajua kabla." Alisema yule kijana huku naye akicheka. Basi tulipiga hatua za haraka na kuingia mpaka huko ndani. Kilionekana ni kilinge. Na mbele ya kilinge kile alikuwa ameketi mwanaume aliyezeeka sana. Licha ya kwamba Mzee Rashid alikuwa mzee, lakini yule alikuwa ni mzee mara mbili yake. Alionekana amejaa mvi kwenye kichwa chake, yani kwenye nywele na mpaka kwenye ndevu zilikuwa zimejaa mvi. Lakini pia mwili wake ulionekana dhaifu. Na ngozi yake ilikuwa imejikunja mno. Baada ya kumtazama Mzee Rashidi, naye aliachia tabasamu. "Karibu sana Rashidi." "Asante mzee wangu." Rashidi alijibu kwa kiketi. Na mimi sikuwa na namna zaidi ya kuketi pembeni yake, yani mbele ya kile kilinge. Yule mzee alikuwa akimtazama Rashidi kwa makini sana, tena uso wake akiwa kaupamba kwa tabasamu pana. "Niambie, za masiku?" "Nzuri tu mzee wangu. Nimesema nije leo nikusalimie." "Rashidi bwana, unisalimie wakati naona umeniletea mgeni hapa?" aliuliza yule mzee kwa kicheka. Mzee Rashidi naye alifanya vile. "Amna bwana mzee wangu, unajua mimi hata nikae miezi mingapi, lazima tu hapa nije. Hapa ni nyumbani mzee wangu." "Naelewa." Kijana, habari yako?" "Salama. Heshima yako mzee wangu." "Marhaba. Niambie kuhusu biashara yako." alisema yule mzee, kauli iliyonishtua mno. Ilinishtua kiasi ambacho niligeuka haraka na kumtazama Mzee Rashidi. Mzee Rashidi alikuwa akitabasamu tu, na macho yake ni kama alikuwa akiniuliza, "Unaona?" Lakini pia sasa alinipatia ishara kwamba nijielezee. Niligeuza macho yangu na kumtazama yule mganga. "Usiogope, wewe niambie tu. Unajua kijana, naelewa kila kitu.
lakini napenda zaidi nisikie kutoka kwenye kinywa chako. Usiwe na hofu yoyote. Hapo umefika kwa mzee Kitila, mzee ambaye hajawahi kushindwa chochote kwenye ulimwengu, aliendelea kusema yule mzee ambaye sasa nilikuwa nimefahamu jina lake, Kitila. Kiukweli mzee, kinachonichanganya mimi ni biashara yangu. Biashara yangu imekuwa mbaya sana. Nahisi kuna watu ambao wamenichezea, kwa sababu dukani kwangu kuna harufu ambayo hata wateja wanashindwa kuhimili. Nilimwambia yule mzee ambaye sasa aliangua kicheko. Alicheka sana, huku sasa akichukua vibuyu vyake. Alichukua vibuyu na kuanza kuvigonganisha, na kisha akageuka na kunitazama. Sasa hilo tatizo dogo sana, na ni kwamba limeisha. Namaanisha kuanzia utakavyotoka hapa, hesabu kama hilo tatizo aliko kabisa, alisema yule mzee Kitila. Kiukweli niliachia tabasamu nikifurahi, lakini ilikuwa na hofu moja tu moyoni mwangu. Nilikuwa nikijiuliza, kwa kazi kama hii nitalipishwa shilingi ngapi ikiwa sasa hivi sina pesa kabisa? Basi mzee Kitila alichukua unga fulani hivi akaweka kwenye mkono wake, kisha akaanza kunipulizia. Alinipulizia mbele ya uso wangu. Yaani kiufupi ni kama mtu achukua unga na kupuliza kwenye mkono wake na ukurukia usoni wote. Kisha akageuza macho yake na kunitazama. Sasa sikia, dawa tayari, nenda kaendelee na biashara yako, lakini baada ya wiki 2 utarudi hapa, alisema ule mzee. Nilishtuka nikamtazama mzee Rashidi. Mzee Rashidi alikuwa akitabasamu tu, lakini moyoni mwangu nilikuwa nikijiuliza, mbona dawa ni simple sana? Yaani kumwagiwa unga tu ndio iwe tayari? Niliogopa kuuliza maswali, kwa hiyo nilikaa kimya tu. Basi mzee Rashidi alitoa waleti yake. Baada ya kutoa waleti yake alihesabu pesa kadhaa na akaziweka mbele ya chungu kidogo tu ambacho kilikuwa pale kilingeni. Mzee Kitila alimshukuru sana. Baada ya hapo tuliaga na kuelekea mpaka kwenye gari. Mzee Rashidi alishauri kwamba tuchukue gesti tu ama nyumba ya kulala wageni, ili kesho yake asubuhi kutakapokucha ndio tuendelee na safari yetu ya kurudi Dar es Salaam. Kwa hiyo tulifanya hivyo. Tulitafuta nyumba moja ya wageni na tukawa tumelala. Gharama zote zilikuwa chini ya mzee Rashidi. Kesho yake kulipokucha tu tuliendelea na safari ya kurudi Dar. Sasa safari ilichukua masaa kadhaa na hatimaye tulifika. Nilimwaga mzee Rashidi na kuendelea kumshukuru, lakini pia alisisitiza sana, baada ya wiki 2 nihakikisha nimerudi kule Handeni kwa mzee Kitila. Nilimtoa wasiwasi na kumwambia kwamba nitafanya hivyo. Basi siku hiyo nilitumia kupumzika, lakini pia nilikuwa na shauku kubwa sana kwamba kesho yake ifike ili nikaangalia upepo wa biashara, nione kama tatizo langu limeisha au bado. Basi kesho yake kulikucha na nikajiandaa na kuelekea kazini kwenye biashara yangu. Yaani kwanza, kabla hata sijafungua duka, nilikuta wateja wamejaa nje. Walikuwa wamejaa sana, yaani walikuwa wakinisubiri. Unaweza ukashangaa kwa sababu kulikuwa na frame ambazo zinafanya biashara kama hii ya kwangu, lakini watu walikopo wamejaa pale kwangu. Nilifungua mlango haraka, nikawa na shauku pia kujua baada ya kuingia itakuwaje. Lakini wateja waliingia na ndio kwanza walikopo akinisifia kwamba duka langu lina harufu nzuri sana. Hiyo ni kwamba alikuwa akisikia harufu nzuri. Nilikuwa nikijiuliza na nikiona miujiza mara ya kwanza kwenye maisha yangu. Samahani kaka, nilikuwa naomba nikuulize, hivi unatumia perfume gani hapa dukani kwako? Kwa sababu kunanukia vizuri mno. Sasa sijui ni perfume yako ya mwili au ni kitu umepulizia humu ndani, aliuliza mwanadada mmoja kati ya wale ambao walikuwa pale. Hapo siku ndo niliamini kwamba uchawi kweli upo. Yaani na hii miujiza ipo kabisa, wala sio hadithi za kufikirika. Nilicheka tu na kumwambia yule dada kwamba nimepulizia perfume lakini pia imeisha. Basi wale wateja waliniungisha.
na wakawa wameondoka. Hawakuishia wao tu, wateja walianza kuja. Yaani siku hiyo sikuweza kupumzika kabisa. Ni kama wale wateja walikuwa wakifidia siku zote ambazo sikufanya kazi. Nilijikuta nikifurahi mno kwa sababu siku hiyo niliingiza pesa kiasi ambacho hata mimi mwenyewe sikuwa nimetarajia. Wateja waliendelea kuja mpaka inafika saa 4 usiku. Nilikuwa bado sijafunga duka. Yaani ilibidi wengine niwafukuze na kuambia kwamba warudi kesho asubuhi. Na huo ulikuwa mwanzo wa mafanikio yangu. Nilikuwa nikiuza sana. Yaani tena siwezi kusema kwamba nilikuwa nikiuza kama zamani, kwa sababu sasa hivi ilikuwa imepitiliza. Yaani ilikuwa ni zaidi ya mwanzo. Nilifanya biashara kwa wiki 2, lakini baada ya wiki 2 tu kufika, Mzee Rashid alinipigia simu na kunikumbusha. Akaniambia nisisahau kabisa kwenda kwa Mzee Kitila. Hapo nilikumbuka kwa sababu kiukweli nilikuwa nimeshasahau. Nikamwambia kwamba haina shida, nitaenda. Basi sikuwa na namna zaidi ya kuelekea kituo cha mabasi. Nilielekea kituo cha mabasi, nikafunga safari na kurudi mpaka Handeni. Nilifika kwa yule mzee ambaye alifurahi kuniona, lakini pia nilimpatia ushuhuda. Nikamwambia biashara yangu imekuwa bora sana, naingiza pesa kuliko mwanzo, wateja wanajaa sana, yaani nauza kuliko wale wote. Nilimwambia yule mzee, akacheka kidogo, akanyamaza, kisha akaendelea, na vipi kuhusu majirani zako? Namaanisha watu ambao unafanya nao biashara. Kiukweli mzee, wamekuwa wakinichukia sana bila sababu. Kuna namna naona wamebadilika, hawanifurahi kama mwanzo. Nilimjibu yule mzee ambaye aliangua kicheko. Sio kwamba wamekubadilikia, hao walikuwa hivyo tokea mwanzo, isipokuwa tu wameamua kuonyesha makucha yao. Unatakiwa makini sana kijana. Devi, baada ya vita ya mapenzi, vita mbaya nyingine ni vita ya biashara. Hiyo ni vita ya riziki. Ni vita mbaya mno, kwa sababu unaweza ukawa unafanya biashara ndogo kuliko wenzako, lakini wakakuchukia tu na wakatamani kwamba hata ile biashara yako ndogo iweze kufa ili wao waweze kuuza, alisema ule mzee. Nilitikia tu kichwa kukubali. Alitulia kidogo, kisha sasa akaniambia, sasa kuna jambo ambalo unatakiwa kulifanya. Nilitaka tu ufanikiwe kisha uje nikupatie maelekezo, alisema ule mzee kwa akinitazama kwa makini. Na mimi nikatulia ili nimsikilize ni jambo gani. Unatakiwa ulale na maiti ili biashara yako izidi kuwa nzuri zaidi. Kiukweli nilishtuka sana baada ya hii kauli. Nilishtuka kiasi ambacho nilikuwa nimetoa tu macho na hata kijasho kilikuwa kikinitoka. Mzee, unaposema maiti unamaanisha nini? Devi, ina maana uelewi maana ya maiti? Ninaposema maiti namaanisha mtu aliyekufa, yeye ni mfu. Na huyu ninayemzungumzia hapa ni mwanamke anayekufa. Labda nikwambie hivyo kidogo ndio unaweza kanielewa, alisema ule mzee. Tena alikuwa akizungumza kitu cha, yani kama alikuwa akizungumza kitu cha kawaida mno. Alikuwa akizungumza akinitazama machoni bila hata aibu. Hapo sasa nilicheka kidogo na kuona kama vile ni utani. Sasa mzee, nitalalaje na maiti ambaye, yani mwanamke ambaye ameshakufa? Nilimuuliza ule mzee. Devi, hakuna kitu ambacho kina gharama hapa duniani. Unajua hata Mungu pia anapokupatia mali ni lazima mali yake uitoe sadaka. Sasa mizimu ni nani isihitaji kafara? Ni lazima uifanyie kafara mizimu, na hii ndio adhabu iliyokuchagulia. Tafadhali usije ukawakera. Au wewe unataka kurudi ulipotoka? Aliniuliza mzee Kitila. Hapo sasa nilikumbuka changamoto za kukosa pesa. Nilikosa pesa kwa miezi kadhaa, lakini niliona joto la jiji la Dar. Sikuwa tayari kabisa kurudi kule nilipotoka. Hapana mzee wangu, sasa unatakiwa ufanye hivyo. Yaani leo usiku unatakiwa kalale na maiti, na baada ya hapo utarudi, nitakupatia maagizo mengine,
alisema ule mzee. Tena safari hii alikuwa akizungumza bila hata kunitazama. Ni kama vile alikuwa akinipatia amri na sio kunibembeleza. Niliendelea kumtazama kwa makini sana. Sikuwa na namna zaidi ya kukubali. Nilikubali tu. Basi yule mzee alimuita yule kijana wake msaidizi. Yule kijana alifika na akawa amempatia maagizo. Alimwambia kwamba usiku wa leo anatakiwa nipeleke makaburini. Hapo ndo nilizidi kuogopa zaidi baada ya kusikia neno makaburini. Nikaogopa kwa sababu nilijua, yaani kumbe tena sio mwanamke aliyekufa tu, bali tunaenda kufukua maiti. Basi sikuwa na namna, licha kwamba nilikuwa na hofu, lakini hiyo ndo ilikuwa njia pekee ya mimi kujikomboa na kukomboa biashara yangu. Mwisho wa siku nisije nikadhalilika. Nikarudi nyumbani kwetu na nikaonekana kama mtu niliyeshindwa. Basi nilipumzika hapo kwa mganga, na kulikuwa na watoto wake wa kike ambao waliandaa chakula. Tena nilichinjwa kuku mkubwa sana. Nikapikiwa pale. Nilikula. Nilipofika muda wa usiku kama saa 5 hivi, yule kijana alinipatia kaniki na kuniambia kwamba nivae. Nilifanya hivyo. Basi tulianza kupiga hatua za taratibu na kuelekea huko makaburini. Ilikuwa ni safari ambayo ilichukua muda kidogo, lakini unajua sehemu za mikoani inapofika usiku, yani kuanzia saa 2, hasa maeneo ya vijijini, huwa ni usiku kweli. Yani saa 5 ya mkoani ni kama saa 9 ya usiku. Kijiji kinakuwa kimetulia mno, kila mtu yuko ndani kwake. Ni sisi tu ndo tulikuwa tuko nje. Tulipiga hatua na kuelekea mpaka makaburini. Na baada ya kufika sasa, yule kijana alianza kuita, ni kama alikuwa akimtafuta mtu. Haukupita muda sana, alikuja jamaa mmoja hivi. Alikuwa amevalia koti kubwa jeusi. Vipi Rajabu? Poa tu. Nikupatie ule mzigo? Ndio nipatie, si umeona niko na mtu hapa, alijibu ule kijana ambaye sasa mimi nilikuwa naye pale makaburini. Alikuwa akimjibu huyu jamaa ambaye tumemkuta hapa. Na hapa nikagundua kitu kwa mazingira tu ya haraka haraka. Niligundua yule alikuwa ni mlinzi wa makaburi. Basi aligeuza na kuondoka, na ukupita muda sana alirudi akiwa na jembe. Alimkabidhi yule kijana. Yule kijana alianza kuchimba moja ya kaburi. Alichimba sana. Lakini wakati akiendelea kuchimba, yule jamaa alimuuliza, "Una uhakika hilo ni kaburi la kike? Inamaanisha kwamba umesoma jina?" "Ya, nimesoma, usijali," alijibu. Basi aliendelea kuchimba huku nikisaidiana naye mpaka pale ambapo alimaliza. Baada ya kumaliza sasa alinitazama, kwa sababu kule ndani kulikuwa na maiti. Nilikuwa nikiogopa sana, nilikuwa nikitetemeka kwa hofu. "Kazi yangu imeisha, sasa ni kazi yako imebaki," alisema yule kijana. Kiukweli hakuna siku niliwahi kuogopa kwenye maisha yangu kama hiyo. Nilikuwa nikitamani nikimbie, lakini niliogopa. Yule kijana hakutaka kuendelea kunisikiliza pale wala kunitazama. Yeye pamoja na ule mlinzi wa makaburi waliondoka. Walipiga hatua na kuondoka zao. Sasa mimi nikabaki pale mwenyewe. Nilikuwa nikiitazama ile maiti ambayo ilikuwa imeoza mno. Ilikuwa imeoza na ilikuwa ikitoa harufu, sio kuoza tu. Nilianza kulia. Nilikuwa nikitoa machozi ya uchungu, lakini wala ya kusaidia chochote. Nilichokifanya, nilitoa suruali yangu. Nikaanza kufanya hiyo dhambi. Yaani kwa upande wangu niliona ni dhambi kubwa kuliko zote ambazo nimewahi kufanya kwenye hii dunia. Nilijisikia vibaya. Siwezi kuelezea hiyo hali. Nilifanya mpaka nilipomaliza. Na baada ya kumaliza tu, yule kijana naye alifika pale. Safari alikuwa peke yake, mlinzi wa makaburi ya kuwepo. Alinipongeza sana. Akaniambia kwamba mimi ni mjasiri. Na kwa sababu mimi ni jasiri, nitafanikiwa sana sana kwenye maisha yangu. Alikuwa akisema hivyo, lakini mimi nilikuwa nikilia. Nilikuwa nikilia na nikijutia sana hichi kitendo. Basi alirudisha ule mwili peke yake, kisha tukasaidiana sasa kuufukia. Tulifukia ule mwili, na baada hapo sasa tukapiga hatua na kurudi nyumbani.
alimweleza yule mganga. Yule mganga alifurahi sana. Yaani mzee Kitila akasema mizimu imefurahi na imenipenda. Kwa hiyo mizimu imesema kwamba itahakikisha nafanikiwa sana kwenye maisha. Biashara yangu itakuwa kubwa na sitoishia tu kufanya biashara kwenye hii nchi. Nitaenda mpaka nchi za jirani. Lakini sasa, ndugu msikilizaji, badala nifurahi, kitu cha ajabu sikuweza hata kufurahi. Yaani ni kama kile kitendo nilichokifanya kilikuja kuharibu kabisa maisha yangu. Kwa sababu kuanzia pale nilivyofanya tu, sikuwa na amani tena. Nilianza kuhisi mzigo kwenye moyo wangu na mwili. Nilijihisi kama ni mtu mwingine kabisa. Na nikahisi kwamba nilikuwa kwenye dunia peke yangu. Basi siku hiyo nililala hapo hapo, na kesho asubuhi niliamka mapema sana. Nikaanza safari yangu ya kurudi Dar. Nilirudi nyumbani nikiwa mwenye huzuni sana siku hiyo. Nikalala, yaani hata kula sikuweza kula. Kesho yake asubuhi niliamka na kuendelea na kazi. Yaani nilielekea mpaka kazini kabisa. Baada ya kufika kama kawaida, wateja walikuwa wamejaa, wamepanga foleni. Walikuwa wakinisubiri. Licha ya kwamba maduka mengine yote yalikuwa yakifanya biashara ile ile. Kiasi ambacho hata majirani zangu, na maanisha watu ambao nilikuwa nikifanya nao biashara, walikuwa nje wakitazama ule umati wa watu ambao walikuwa wakinisubiri mimi. Niliwasalimia wateja wangu kisha nikaingia ndani. Baada ya kufika tu ndani, duka lilifurika. Nilianza kuuza sana. Na huo ulikuwa mwanzo wa mimi kuuza. Nilikuwa nikiuza kuliko watu wote pale. Na sio kuuza tu, nilianza kupata hadi umaarufu. Nikawa maarufu sana kutokana na hii biashara. Watu wakawa wanajaa kuliko kawaida. Lakini pia nilianza kupata maendeleo. Niliajiri wafanyakazi wengine. Wafanyakazi walikuwa 3, yaani kunisaidia tu kuhudumia wateja. Lakini pia nikafanikiwa kununua usafiri. Nikanunua eneo pia Mbeya, ambalo mama alikuwa akiendelea kusimamia ujenzi. Sasa miaka ilipita, lakini utaratibu ulikuwa ni mmoja. Kila baada ya miezi 6 nilikuwa nikirudi Handeni na kwenda kulala na maiti. Jambo ambalo lilifanya maisha yangu yawe magumu kuliko vile ambavyo sikuwa na pesa. Nilikuwa nikiishi maisha magumu mno. Muda wote ulikuwa ni muda wa majuto. Hata kuwa na mwanamke sikuwahi kuwaza. Yaani nilikuwa nikiketi sifikiri kama binadamu wengine. Muda wote nilikuwa nina huzuni. Nikishatoka kazini, naona kama naelekea kwenye jehanamu, kwa sababu nyumbani nilikuwa nikiishi peke yangu. Na hilo lilikuwa likinimaliza zaidi. Sasa nilienda kama awamu 6. Yaani baada ya miezi 6 nilikuwa nikienda kama awamu 6 hivi. Na biashara yangu ilizidi kuwa kubwa. Nikafungua matawi mpaka kwenye mikoa mingine. Sasa awamu ya 7 nilipoenda, utaratibu ulikuwa ni ule ule. Ni kwenda kulala na maiti makaburini. Lakini siku ilikuwa siku tofauti. Kwa sababu tulifika mpaka makaburini. Na hilo kaburi sasa, tulitazama mbao ama msalaba ambao ulikuwa pale. Ilikuwa limeandikwa Maria. Sikumbuki jina la baba yake. Lakini pia ilionyeshwa kwamba alikufa miaka 5 iliyopita. Kwa hiyo yule msaidizi wa mganga ndo alikuwa amenichagulia hiyo maiti. Na awamu hii, baada tu ya kunionyesha lile kaburi, yeye aliondoka na kwenda kukaa na yule mlinzi wa makaburi. Nikabaki pale peke yangu. Sasa kuhusu kwenda makaburini pale na kuchimbua na kulala na maiti, sikuwa nikihofia tena. Nilifanya hivyo. Lakini nilishtuka baada ya kutoa ile maiti. Kwanza kabisa, haikuwa kwenye sanduku kama maiti zingine. Yenyewe haikuwa hivyo. Lakini pia alionekana ni mwanamke mrembo na mwili wake ulikuwa mpya kabisa. Ninaposema mpya namaanisha kwamba alikuwa kama binadamu wa kawaida tu. Yaani hakuwa ameoza kama wale wengine. Unajua kuna maiti ambazo zilikuwa zimebakia mifupa tu. Lakini Maria hakuwa hivyo. Alionekana mzima na nywele zake pia zilionekana zimebanwa vizuri tu.
Sasa hapo nilishtuka. Nikageuza macho yangu na kutazama kule nyuma ambako mlinzi wa makaburi yuko pamoja na ule kijana Rajabu, lakini sikuweza kuwaona. Nilitazama ile maiti, lakini nikajipa ujasiri tu kwamba pengine ni mizimu imeamua kunikomoa. Nilitoa suruali yangu, lakini sasa baada ya kumsogelea tule Maria nilishtuka zaidi. Nilishtuka zaidi ya mara ya kwanza kwa sababu mwili wake ulikuwa wa moto. Nilisimama kwa muda kwanza nikimtazama, lakini sikuwa na namna. Nilijikaza moyo wangu, nikafanya kama nilivyotakiwa kufanya, lakini baada ya kumaliza tu nilisikia sauti ya mtu akikohoa. Nikashtuka sana na kutazama nyuma, lakini ule mtu aliendelea kukohoa mfululizo na ilikuwa ni sauti ya kike. Hapo pia nikagundua kitu kingine, sauti ile wala haikutoka nyuma, ilikuwa pale pale. Kwa hiyo nikageuza macho yangu na kutazama mbele. Nikatazama chini pale ambako nilikuwa nimemlaza Maria. Maria alikuwa akikohoa mfululizo, huwezi kuamini. Nilishtuka kiasi cha kutaka kukimbia, lakini Maria alinishika mguu. Kisha sasa akawa amejiinua pale chini. Alijiinua pale chini na kuketi. Mimi kijasho chembamba kilikuwa kikinitoka na nilikuwa nikihisi baridi. Ilikuwa baridi ya ajabu. Nilikuwa nikihisi baridi, lakini jasho lilikuwa likinimiminika kama maji. Tafadhali, naomba unitoe hapa. Naomba unitoe, alisema ule Maria. Nikageuka nyuma kutazama. Nilitazama kulia na kushoto. Hakukuwa na mtu. Nikaanza kumtazama Maria kwa hofu. Maria alikuwa akiendelea kukohoa na mara ghafla sasa alitulia. Nikarudia kumshika mwili wake, ulikuwa wa moto kama binadamu tu wa kawaida. Nikaanza kurudi chini taratibu huku nikimtazama Maria. Lakini kadri nilivyozidi kumtazama ndivyo nilivyoweza kugundua kitu. Niligundua kwamba licha ya kwamba Maria hakuwa ameoza hata kidogo, hakuwa akitoa harufu na mwili wake ulikuwa wa moto, lakini uso wake ulianza kuwa kijani. Kadri alivyokuwa akizungumza na mimi pale. Hapo niliogopa sana. Nikaanza kupiga kelele. Nilipiga kelele huku sasa nikikimbia. Nilikimbia mpaka pale ambapo nilimwona mlinzi wa makaburi, tena akiwa pamoja na Rajabu. Wote walikuwa akinitazama kwa mshtuko. Vipi? Kuna nini Devi? Aliniuliza Rajabu. Nilishindwa kujielezea, nikawa nimenyoosha tu kidole. Watu walianza kupiga hatua za haraka haraka. Walifika mpaka pale kwenye lile kaburi la Maria. Lakini sasa hapo ikabidi na mimi niwafuate, kwa sababu hata ule uoga tu ulikuwa umenikamata. Nilipiga hatua na mimi na kuwasogelea. Ajabu sasa, kaburi lilikuwa kama lilivyokuwa mwanzo, na ile maiti ya Maria haikuwepo tena pale. Mlinzi wa makaburi pamoja na Rajabu walitazamana, na kisha akageuka sasa na kunitazama. Nini ambacho kimetokea? Aliuliza Rajabu. Nilianza kumweleza kila kitu ambacho kilikuwa kimetokea pale. Rajabu alisikitika, lakini akanijibu jibu ambalo lilinishtua mno. Hiyo ni ile ya kawaida tu, wala upasi kuwa na shaka. Umenielewa? Vitu kama hivyo vimekuwa vikitokea. Uwe sio mtu wa kwanza, kwa hiyo usijali na uwe na amani, alisema Rajabu. Tena alikuwa akizungumza kama vile alikuwa akiongelea tukio la kawaida mno. Nilibaki nikimtazama tu. Basi tulianza kupiga hatua na kuondoka. Tukarudi mpaka pale kwa yule mzee Kitila, na kama kawaida nililala pale. Kesho yake asubuhi nikaamka. Sasa safari nilikuwa na gari yangu, kwa hiyo niliingia tu kwenye gari na kuanza safari. Safari ilikuwa ni ndefu siku hiyo kuliko siku zote. Ndivyo nilivyoona hivyo, kwa sababu muda wote nilikuwa nikihisi kama kuna mtu pale kwenye gari, siti za nyuma kabisa, lakini kila nilipogeuka sikuwa nikimuona mtu. Nilihisi pengine ilikuwa ni hofu kutokana na tukio ambalo lilikuwa limetokea jana usiku. Nashukuru Mungu nilifika salama nyumbani.
Na baada ya kufika siku hiyo nililala. Kesho yake nikaamka na kuelekea kazini. Sasa hivi nilikuwa na wafanyakazi ambao hata nikichelewa kwenda kazini walikuwa wakiendelea kufungua duka. Kwa hiyo nilifika na kuwakuta, lakini si wafanyakazi wangu wala wateja. Watu walikuwa wakinitazama sana siku hiyo. Na mwisho sasa aliingia mfanyakazi wangu wa kike. Huyu alikuwa akiitwa Salima. Alikuwa akinitazama sana. "Samahani bosi, kwani unaumwa?" aliniuliza Salima. "Hapana, niko sawa." "Na kwa nini umeniuliza hivyo?" "Hapana bosi, nakuona kama huko sawa. Lakini pia hivi umejitazama kwenye kioo?" aliniuliza Salima, swali ambalo lilinishtua mno. Sikumjibu kitu, na Salima pia kuendelea kuniuliza, licha ya kwamba kwenye duka letu kulikuwa na vioo. Lakini sasa Salima alitoa kioo kwenye pochi yake, ni mkoba, akawa amenipatia. Niliweza kuona alama za kijani, licha ya kwamba mimi nilikuwa mweusi, lakini kulikuwa na alama za kijani kwenye macho yangu, pembeni kuzunguka macho. Nilishtuka sana baada ya kujiona, lakini sikutaka kumwonyesha Salima tofauti. Nikaachia tu tabasamu. "Usijali, ndo niko hivi. Unajua toka juzi macho yananiuma sana Salima. Nahisi natakiwa niende hospitali." "Ndiyo bosi, kama ni hivyo inabidi uende, kwa sababu naona kama hauko sawa. Yasija kasababisha ukapata matatizo mengine makubwa zaidi. Ni vyema ukawahi hospitali," alisema Salima. Basi nilimshukuru pale, ila pia nikamuaga. Nikamwambia kwamba mimi nitaelekea nyumbani kupumzika kwa sababu sikuwa sawa. Nilitoka mpaka nje, nikaingia kwenye gari na nikaanza safari ya kurudi kwangu. Nilifika mpaka nyumbani kwangu, lakini baada ya kufika tu nyumbani nilianza kuhisi baridi ya ajabu. Ilikuwa ni baridi ambayo sijawahi kuisikia, licha ya kwamba nyumbani kwangu kumekuwa ni sehemu yenye joto, lakini siku hiyo nilikuwa nikisikia baridi ya ajabu. Nilielekea mpaka chumbani, nikachukua blanketi kubwa sana, nikajifunika, lakini wala haikusaidia. Niliendelea kuhisi baridi, tena ilikuwa baridi ya ajabu. Mwili wangu sasa nilihisi ukipoa. Kadri nilivyozidi kukaa, mwili wangu nao ulizidi kuwa baridi. Sasa hapo nilianza kuhisi pengine naenda kufa. Ilibidi nichukue simu na kumpigia Salima. Simu iliita kwa muda, ikakata. Nilijaribu kupiga mara nyingi na mwisho ilipokelewa. Salima alipokea ile simu. "Halo bosi." "Salima, naumwa sana, unaweza ukaja hapa nyumbani kwangu?" "Bosi, lakini kuna wateja wengi hapa." "Usijali kuhusu wateja, mwachie John tu apambane nao. Wewe njoo hapa nyumbani," nilimwambia Salima. "Sawa bosi, nakuja sasa hivi," alisema Salima. Nikakata simu. Nilikaa pale kwa muda mrefu. Ilipofika mida kama ya jioni hivi, Salima naye alikuwa amefika. Sikumlaumu sana kwa sababu nilikuwa nimemuita kwa surprise. Yeye mwenyewe alishangaa baada ya kunikuta kwenye hali ile. Alishangaa sana, na hata mimi sikujua ni kwa nini alishangaa zaidi. "Bosi, twende hospitali, inawezekana kabisa utakuwa unaumwa ugonjwa. Usizembee bosi," alisema Salima. "Sawa, ndio maana nimekuita hapa nyumbani ili unipeleke hospitali. Si unajua siwezi kuendesha gari nikiwa kwenye hali hii." "Sawa bosi," alisema Salima. Basi kwa msaada wa Salima tulitoka mpaka nje na tukaingia kwenye gari. Salima alinipeleka mpaka kwenye hospitali, na baada ya kupimwa niligundulika siumwi chochote kile. Nilikuwa ni mzima, lakini pia madaktari walishangaa baridi ambayo ilikuwa kwenye mwili wangu. Mwili ulikuwa umepoa kabisa. Nilipatiwa tu dawa, lakini madaktari pia walishauri endapo tutafika nyumbani, basi angalau kuwe na moto ili niweze kuota moto kwa muda kadhaa, angalau mwili wangu upate joto. Salima alinichukua na kunirudisha nyumbani.
na baada ya kufika nyumbani sasa alitafuta jiko la mkaa na akawasha. Alinipatia shuka na sasa nilikuwa nimeketi pembeni ya jiko. Nilikuwa nikiota moto. Bosi, mimi nipo ndani, acha nikuandalie chai. Sawa, nilimjibu Salima. Alipiga hatua na kurudi ndani na mimi nikabaki pale tu nikiota moto. Lakini kiukweli sikuwa nikisikia ule moto. Na kwa sababu sikuwa nikihisi chochote, nilizidi kujisogeza karibu ya jiko. Nilikuwa nikijisogeza karibu zaidi. Baada ya muda kidogo Salima alitoka, lakini alipiga kelele ya nguvu baada ya kuniona. Salima alishtuka kiasi ambacho hata mimi pia nilishtuka na kumtazama. Mungu wangu bosi, unajiona kweli unachokifanya? Alisema Salima huku akipiga hatua za haraka haraka na kunisogelea pale. Huwezi kuamini ndugu msikilizaji, nilikuwa nimeweka mikono na mikono yangu ilikuwa imeshika makaa ya moto, lakini mimi sikuwa nikisikia chochote. Salima alishtuka sana. Bosi, ina maana hausikii kama unaungua? Aliniuliza Salima, lakini mimi sikuwa nikisikia kuungua. Licha ya kwamba nilianza kuona mikono yangu imeungua. Mikono ilikuwa imeungua kwa kiasi kikubwa mno. Yaani iliungua sivyokuwa kawaida. Salima hapo sasa ilibidi aniambie nimwage ule moto. Salima alinichukua na kunipeleka mpaka ndani. Alinilaza kwenye sofa. Sasa wakati naendelea kumtazama Salima, sura ya Salima ilibadilika. Na sasa hakuwa Salima, alikuwa ni Maria. Yaani Maria yule ambaye nilimuona makaburini. Nilishtuka sana. Nilishtuka na kuanza kupiga kelele. Nilikuwa nikipiga kelele za nguvu, nikijaribu kuomba msaada. Lakini ghafla tu yule Maria aligeuka na kuwa Salima. Vipi bosi? Uko sawa kweli bosi? Aliniuliza Salima huku akiendelea kunitazama kwa hamaki. Maria, nimemwona Maria. Maria. Ilikuwa nikiendelea kusema hivyo. Salima alitazama kulia na kushoto na hakuweza kuona mtu yoyote yule. Akageuza macho yake na kunitazama. Safari hii sasa mimi nilikuwa nimejikunyata pale kwenye sofa. Nilikuwa nikiogopa. Nilikuwa nikitetemeka kwa hofu. Salima alichukua simu yake. Akapiga na kuiweka sikioni. Sikiliza Joni, hali ya bosi inazidi kuwa mbaya na mimi sielewi nifanyaje. Tafadhali naomba kama inawezekana, funga tu duka uje. Alizungumza hivyo Salima. Sasa sikuweza kusikia Joni alimjibu nini. Lakini Salima alitikia tu sawa. Kisha kakata simu. Bosi, nini ambacho kimekukuta? Mbona uko katika hali kama hiyo? Aliniuliza Salima. Sasa mimi nilibakia kulia tu pale kwa sababu siwezi kumwambia mtu eti kwamba nilienda kwa mganga kutafuta mali. Kisha nikalala na maiti ambayo ilifufuka. Unajua ni ngumu sana kumwambia mtu kitu kama hicho. Kwa hiyo nilikuwa nikiendelea tu kulia na huko nikitetemeka pale juu ya sofa. Salima alitaka kuondoka lakini nilimuita na kumwambia kwamba asiondoke, aendelee kubaki tu pale pale. Salima alinisikiliza. Akawa ameketi pembeni yangu sasa akiwa amenikumbatia. Basi tulikaa pale mpaka ilipofika muda kama wa saa 2 hivi. Geti liligongwa. Salima alitoka na kwenda kufungua. Na hazikupita dakika nyingi sana, alirudi akiwa ameongozana na Joni. Joni mwenyewe alinishangaa baada ya kuniona. Kisha akageuka na kumtazama Salima. Salima, unawezaje kukaa na mgonjwa ndani? Halafu pia, mbona mikono ya bosi iko hivyo? Mbona kama bosi ameungua sana? Ameungua na nini? Aliuliza hivyo Joni. Salima alishusha tu pumzi ndefu. Mimi mwenyewe sielewi Joni. Bosi alikuwa akihisi baridi. Nikampeleka hospitali. Hakuonekana kuwa na ugonjwa wowote ule. Ikabidi turudi nyumbani. Madaktari walikuwa wameshauri kwamba nimwashie moto na aweze kuota. Lakini cha ajabu baada ya kuingia ndani na kurudi, nilimkuta bosi akiwa ameshika makaa ya moto. Naye kuonekana kuhisi kabisa maumivu. Alisema Salima akimwambia bosi, sikiliza, hii si hali ya kawaida hata kidogo. Au
bosi anaanza kuugua uchizi. Twende tumpeleke hospitali. Joni, nakwambia tumetoka hospitali na hana ugonjwa wowote. Sasa nikimpeleka tena hospitali naenda kufanya nini? Bado kuna kitu cha kufanya Salima. Tazama mikono ya bosi, hatuwezi kukaa naye akiwa kwenye hali kama hiyo. Turudi hospitali. Huko ndo sehemu pekee ambayo tunaweza kupata msaada, alisema vile Joni. Basi Salima hakupinga. Ilibidi waniombe. Sasa na kwa sababu nilikuwa na shida, lakini pia niliwaza endapo nitakataa wao wataondoka na kuniacha pale. Na pale nilikuwa nikiogopa kubaki kutokana na kwamba nilikuwa nikimuona Maria. Nilikubali tu. Tukaingia kwenye gari na kurudi mpaka hospitali. Madaktari walianza kunitibu. Nikafanywa huduma kwenye mikono yangu ile ambayo ilikuwa imeungua. Sasa baada ya hapo tulirudi nyumbani. Na huo ulikuwa mwanzo wa mateso yangu, ndugu msikilizaji. Kila mara nilipokuwepo nikikaa, nilikuwa nikimuona Maria. Maria alikuwa akija, tena alikuwa anakuja akilia. Lakini pia hali yangu ilizidi kuwa mbaya sana. Hali yangu ilizidi kuwa mbaya siku baada ya siku. Nilikonda, nikabaki mifupa. Kwa sababu muda wote nilikuwa na hofu. Maisha yangu sasa yaligeuka na kuwa na hofu. Kila wakati nilikuwa nikimuona Maria. Licha ya kumuona Maria, kila wakati nilikuwa nikikumbuka maiti ambazo nilikuwa nikilala nazo. Kiukweli Salima alijaribu kunifariji na kuwa na mimi. Sasa duka alianza kulisimamia Joni na Salima alibaki pale nyumbani na mimi akinisaidia. Kwa sababu uzuri Salima alikuwa ni binti ambaye hajaolewa. Lakini sasa ilifika mahali ikabidi awaite wazazi wangu. Aliwaeleza wazazi wangu kuhusu hali yangu. Basi mama pamoja na baba walifunga safari na kuja mpaka Dar es Salaam. Walishtuka sana baada ya kuniona, kwa sababu sikuwa Devi yule ambaye walimfahamu. Nilikuwa nimeisha mno, nilikuwa nimekonda, nywele zangu zilianza kunyonyoka. Muda wote nilikuwa nikihisi baridi, lakini pia nilikuwa nikienda kuota moto mpaka najiunguza, yani nachukua makaa ya mawe na kujiweka kwenye mwili angalau niweze kuhisi joto, lakini sikuweza kulihisi. Hospitali nilikuwa nikipelekwa karibu kila siku, lakini wao walisema jambo moja tu, kwamba sikuwa nikiumwa chochote kile. Sasa siku moja wakati tukitazama luninga, mimi, mama pamoja na baba tuliona tangazo. Lilikuwa ni tangazo la mchungaji mmoja hivi. Sasa hapo mama alipata wazo. Mama alisema kwamba inabidi tuende kwenye maombi. Mara ya kwanza nilikataa kwa sababu nilikuwa najua kitu ambacho kinaendelea. Lakini wazazi wangu walisema kwamba ni lazima nitaenda. Na hivyo sikuwa na kipingamizi. Kwa sababu Salima ndo alikuwa mwenyeji pale. Ukiachana na mimi ambaye naumwa. Mama alimpigia Salima. Salima alikuja mpaka nyumbani. Salima alisema kwamba afahamu ya mchungaji alipo, kutokana na imani yake kuwa nyingine kabisa, lakini anaweza akaulizia tu kwa watu na atakapopapata akatuelekeza sisi tukaenda. Kama alivyokuwa ameahidi, Salima alifanya hivyo. Ilichukua siku 2 tu mpaka kupafahamu na kupata taarifa zote za huyo mchungaji. Baba na mama walinichukua na kunipeleka. Baada ya maombi, mchungaji sasa aliniita pembeni pamoja na wazazi wangu. Lakini alikuwa akinitazama sana. Na baada ya kufika kwenye chumba chake, mchungaji aliniambia, "Ni maagano gani ambayo uliingia? Unatakiwa useme kila kitu Devi. Na hiyo ndio itakuwa njia pekee yawe kutoka kwenye hicho kifungo." Alisema hivyo mchungaji. Sasa niliwatazama wazazi wangu ambao na walionekana wana shauku kubwa sana kutaka kujua. Sikuwa na namna. Niliangusha machozi tu nikilia. Na mwisho wa siku nilianza kusema kila kitu ambacho kilitokea kwenye maisha yangu. Mama alilia sana. Na hata baba pia. "Devi mwanangu, hivi kuna siku hata moja ambayo tuliwahi kukufukuza nyumbani? Ni kwa nini ulifikia kufanya maamuzi magumu kama haya? Na kuuliza mwanangu, kwa nini unaamua kuingia mkataba na shetani?"
Aliniuliza mama huku akilia sana. Baba alikuwa kimya tu. Alikuwa kajiinamia kwa huzuni. Nisameheni wazazi wangu. Nilikuwa nikijaribu tu kupambania ndoto zangu. Nilikuwa nikijaribu kuwa bora kwenu. Devi, unajaribu kuwa bora au unajaribu kujiingiza kwenye shimo? Unajaribu kutupatia maumivu ambayo hatuwezi kuyasahau maisha yetu yote. Unadhani kuna thamani inayozidi uhai mwanangu? Vipi kama ukifa? Uliweza hilo kweli? Uliweza pengo ambalo ungetuachia kwenye familia yetu? Mama aliuliza huku akilia, lakini mchungaji sasa alimwambia, tafadhali mama, msamehe tu. Ni akili tu za, naweza kusema vijana wa sasa wana shauku kubwa sana mafanikio, na linapokuja swala la mafanikio huwa hawaangalii namna gani ya kutafuta pesa zilizokuwa halali. Ni vyema amepata fundisho, na kikubwa hapa ni kumwombea ili akae sawa. Lakini pia Devi, endapo nitakuombea, kila kitu kitarudi kama mwanzo. Namaanisha kwamba utajiri uliokuwa nao wote utapotea. Uko tayari? Aliniuliza mchungaji. Nilikuwa nikilia tu, lakini niliona ni bora kuwa masikini kuliko maisha ambayo niliyaishi kwa kipindi kifupi. Lakini niliona kama ni maisha yangu yote nilikuwa nikiishi vile. Niko tayari mchungaji. Niko tayari kuanza upya. Niko tayari hata kurudi nyumbani kwetu na kwenda kujitafuta huko, nilimjibu mchungaji. Basi mchungaji alianza kuomba pale. Wakiwa na baba na mama waliniombea sana, na mwisho wa siku nilianza kutapika vitu vya ajabu. Nilikuwa nikitapika sana, lakini pia nilianguka chini na kuanza kugaragara pale. Nilikuwa nikihisi kama mifupa yangu ikivunjwa vunjwa. Ilikuwa ni maombi ambayo yaliniumiza sana mwili. Niliteseka pale mpaka mchungaji alipomaliza, na miili yangu ilirudi sasa kuwa sawa. Wakaninua na kuniketisha kwenye kiti. Basi mchungaji alisisitiza tu kwamba niwe naenda kwenye maombi mara nyingi zaidi ili kuweza kuwafukuza kabisa au mashetani ambao umeingia kwenye maisha yangu. Tulifanya hivyo. Nilikuwa nikienda kuombewa mara kwa mara, lakini wateja walikata kabisa dukani. Hakukuwa na wateja kama mwanzo. Yaani hali ilizidi kuwa mbaya kuliko mwanzo. Lakini upande wangu nilizidi kuimarika kiafya. Nilizidi kuwa bora siku baada ya siku. Duka sikuwa nimefunga. Nilitumia kama mwaka, yaani mwaka mzima, mpaka kusimama tena. Yaani nilikuja kupona kabisa na afya yangu ikarudi kama mwanzo. Lakini pia biashara yangu ya dukani ilianza kuchanganya. Baada tu ya mwaka nilianza kupata wateja kama kawaida. Unajua ni kwa sababu gani? Kwa sababu nilianza kuwa mtu wa Mungu. Nilikuwa nikisali sana, nikihudhuria kanisani mara kwa mara, lakini pia nilikuwa nikitoa sadaka kwa wingi. Maisha yangu yalianza kukaa sawa kadri siku zilivyozidi kwenda, na mwisho wa siku nikajikuta nimesimama. Nilikuwa na amani na furaha zote, kwa sababu sasa nilikuwa nikitafuta riziki yangu ya halali kabisa, riziki ambayo haina masharti, riziki ambayo haina mateso. Lakini pia sikuwahi kusahau maisha ambayo nilipitia, yaani kile kitendo cha mimi kulala na maiti kilikuwa kikijirudia mara kwa mara kwenye akili yangu, na kila nilipokuwa nikiwaza nilikuwa nikijihisi vibaya mno. Baada ya miaka 2 niliamua tu kuoa ili angalau niweze kupata amani. Nilioa na maisha yangu yakaendelea kama kawaida. Natumai utakuwa umejifunza kitu kwenye hii simulizi. Na ndo mwisho wa simulizi, lakini mwisho wa simulizi ni mwanzo wa simulizi nyingine. Kama wewe ni mpenzi wa simulizi za kusisimua na kutisha, unaweza ukasubscribe YouTube channel hii ili uweze kuzipata kila zinapokuwa zinatoka. Ulikuwa nami mwandishi na msimuliaji wa simulizi hii, Mami Maud, ambaye unaweza kunipata kwa nambari za simu 0753 0569 95.
Sina la ziada, naomba nikuage. Tukutane kwenye simulizi nyingine. Bye.